Mwisho, tumepewa haki ya kuingilia kati kwenye mambo ya watu wengine. Haki ya kuingilia kati kwenye mambo ya watu wengine. Kuna watu wanapitia tabu, watu wana magonjwa, nchi zina shida, matatizo. Usikae kimya. Usikae kimya. Una haki ya kuingilia kati kwa njia ya maombi. Matatizo mengi unayoyaona katika taifa, katika familia, katika hali ya mtu mmoja mmoja, sio ya kimwili. Mzizi ni kiroho, na mtu pekee mwenye uwezo wa kuingilia kati na kupindua na kugeuza matokeo ni mtu anaitwa mfuasi wa Yesu Mkristo. Ni haki yake kiroho kuingilia kati, na ndio maana Yusufu kukanyaga tu kwa Potifa, haki ya Yusufu, ya Mungu iliyokuwa ndani ya Yusufu ikageuza kila kitu pale, na nchi yote ya Misri kageuzwa. Danieli kukanyaga tu pale Babeli kageuzwa. Wachawi wote wakaamriwa waripoti kwa Mungu mtawala. Paulo aliye na Yesu akiwa ndani ya merikebu ya Alexandria iliyokuwa inapepesuka na upepo inaelekea kumwagika. Siku 14 usiku na mchana, jua alionekani, inapepesuka inaelekea kupasuka na kuanguka. Anasema usiku ule malaika wa Bwana ninaye mtumikia alisimama pembeni yangu akaniambia, usiogope, hakuna hata mmoja atakayeangamia. Huyu ndiye mtu ambaye Mungu anamtafuta. Huyu ndiye mtu ambaye Mungu anamtafuta. Isaya 59 mstari wa 16 anasema, akaona ya kwamba hapana mtu. Akaona ya kwamba hapana mtu, akastaajabu ya kuwa hapana mwombezi. Mungu anasema akaangalia hivi, akaona hapana mtu, hapana mwombezi. Mwombezi ni intercessor, mtu anayeingilia kati ya jambo na jambo la mtu mwingine. Mungu wako huwa anawasikia sana waombezi. Tena kuna kiwango cha juu cha kuwa mwombezi, kutumia haki yako ya uombezi, ambacho unasema utakapokuwa bize kwenye mambo ya watu wengine, Mungu atakuwa bize kwenye mambo yako. Ayubu 42:10 anasema hivi, naye Mungu akakumbuka uteka wa Ayubu pale alipo waombea rafiki zake. Kwa kumbe alipokuwa bize akiwaombea rafiki zake, ndipo ambapo Mungu alikuwa bize akirudisha watoto